Sasa hichi ni kikao cha kusimamia mabadiliko. Hichi ni kikao cha kusimamia mabadiliko. Na tumeona na mabadiliko yenyewe ya binadamu hayaanzagi mbali, yanaanzia hapa. Ila kwa sababu kuna wakina Maria hawa kama 1000 watauza maparachichi yao kwake. Mimi nimeshamtengenezea maisha Maria. Ni wa Vietnam wanaweza? Kwa nini wa Japani wanaweza? Kwa nini wa Malaysia wanaweza? Lakini ukishampa Mswahili hawezi. Kwa nini? Sisi watu wa Morogoro tukawe wa kwanza, tuseme sisi na nyinyi tunajivunia uafrika wetu na udugu wetu na mahaba yetu, lakini sisi mentality yetu ni tofauti. Sisi tunataka kuwa na maendeleo. Sisi tunataka watu wakituangalia waseme hawa Tanzania ni tofauti. Tuko hapa kwa sababu tunasherehekea na washukuru sana hizi taasisi, na tunakubaliana kwamba tunakuja kujipanga kwa ajili ya maendeleo na mapinduzi ya kilimo ndani ya mkoa wa Morogoro. Naisherehekea mfumo huu. Na nichukue fursa hii kuwapongeza sana kwa usimamizi wa mfumo. Kuna mafanikio kama yafuatayo. Mwaka 2024-2025 mfumo huu uliingiza mapato ya bilioni 71.6. Mwaka huu 25-26 mfumo unaingiza mapato ya shilingi bilioni 98. Toka bilioni 71, which means tuna uzalishaji mkubwa zaidi. Lakini tumeridhika? Hapana. Tunasema kwamba tuna uwezo wa kuzalisha sana sana sana, kwa kiwango kikubwa zaidi sana kuliko tunachofanya. Kwenye mfumo, kilo za mazao zilizopitia pale ni kilo milioni 22. Yaani tani 22,000 hadi kufikia tani 51,000, kilo milioni 51. Kwa hiyo huu mfumo sio tu kwamba unachangia kwenye uzalishaji, unasimamia uzalishaji, na ule uzalishaji wenyewe tunauona. Na kila mtu anapata chake. Tuliuza jumla ya kilo milioni 51,522,755 na thamani yake ilikuwa ni bilioni 98,275,357,791.42. Katika fedha hizo wakulima waliweza kulipa jumla ya bilioni 88,898,268,932.35. Lakini katika mazao haya kwa msimu huu ambao tumeumaliza yameweza kuchangia katika halmashauri zetu shilingi bilioni 2,902,250,972.9. Kama Wizara ya Viwanda na Biashara, kazi yetu ni kuweka mazingira rafiki ya kufanya biashara, kuongeza tija kwa wafanya biashara, lakini kuhakikisha viwanda vyetu vinakuwa competent sio tu kikanda lakini kimataifa. Na hili tufikie huko, ni lazima tuhakikishe kwamba wadau wote muhimu katika mnyororo wa uzalishaji wanashiriki kikamilifu, wanakuwa pamoja katika mazingira bora zaidi na rafiki.